Haujambo mpendwa msikizaji wangu, karibu katika kupata historia ya mtunzi wa wimbo nambari 29. Wimbo wa Kristo unaoenda kwa jina Yesu Nakupenda. Mwandishi wa maneno ya wimbo huu ni William Huff Featherstone, aliyezaliwa mwaka 1846 tarehe 23 ya mwezi wa 7 maeneo ya Montreal, Canada. Ni katika maeneo haya Montreal, Canada, Huff aliishi maisha yake yote hadi alipofariki mnamo mwaka 1873 tarehe ya 20 ya mwezi wa 5. Historia inaonyesha kuwa alipoandika wimbo huu alikuwa na umri kati ya miaka 15 na 16, na baada ya kuandika aliutuma kwa shangazi yake ambaye alikuwa ni mke wa William kutoka Los Angeles, na ndiye aliyekuwa msaada mkubwa sana kwa uchapishaji wa wimbo huu uitwao Yesu Nakupenda. Mtu mmoja aliyeitwa Adoniram Justin Gordon alifanikiwa kupata maneno ya wimbo huu akayatungia tuni. Baada ya wimbo kukamilika, aliuingiza katika kitabu cha nyimbo za London. Kwa mara ya kwanza tuni ya wimbo uliotengenezwa haikumfurahisha, ndipo alipoamua kutunga tuni mpya baada ya maombi mengi ambayo inatumika hadi hivi leo. Katika wimbo huu tunapata somo. Kisa kiliwahi kutolewa cha binti mmoja aliyeitwa Karen kutoka katika maeneo ya Ulaya. Binti huyu alikuwa wa pekee sana kwa wazazi na hata kwa rafiki zake pia. Wazazi wake walikuwa na hali ngumu ya uchumi, hivyo waliishi na kutegemea misaada na mabaki ya vyakula kutoka hotelini. Ingawa familia ya Karen ilikuwa katika hali mbaya ya uchumi, Karen hakusita kuwapenda wazazi wake na kuwatakia mema siku zote. Kwa bahati mbaya baba yake alifariki dunia, hivyo Karen alibaki na mama yake mpendwa. Siku moja Karen aliazimu moyoni mwake kumpatia mama yake zawadi nzuri katika sikukuu ya pekee ya wapendanao, yani Valentine Day, ambayo ni miongoni mwa sikukuu ipendwayo na wengi ulimwenguni na hufanyika kila mwaka tarehe ya 14 ya mwezi wa Aprili. Alitafuta ua zuri la kuvutia kwa ajili ya kumzawadia mama yake, ambalo gharama yake haikuwa kubwa sana. Ingawa gharama ya ua lile ilikuwa ni ndogo, Karen hakuweza kuimudu. Hivyo muuzaji kwa huruma aliamua kumpunguzia bei ili Karen aweze kulipata. Kwa sababu Karen hakuwa na pesa wala chanzo cha kumpatia pesa, alilazimika kuomba kwa rafiki zake ili kupata kiasi kinachohitajika kwa ajili ya kununua lile ua. Akiwa katika harakati za kuomba pesa, alikumbana na matusi, dhihaka pamoja na dharau, lakini haukata tamaa. Hatimaye kwa kuchelewa, yaani sikukuu ikiwa imekwisha kufika, ndipo alipofanikiwa kutimiza lengo lake la kupata ua kwa ajili ya mama yake kipenzi. Baada ya kununua lile ua, alianza safari ya kurudi nyumbani akiwa na furaha kubwa. Kwa sababu alikuwa ni binti mdogo, furaha ya ua ilifunika hali yake ya kuwa makini barabarani. Hivyo akiwa katika harakati za kuvuka barabara, kwa bahati mbaya gari lilimgonga na kumjeruhi vibaya sana. Lakini cha kushangaza, ua lake lilibaki salama mikononi mwake. Mtoto Karen alilia kwa uchungu sana kutokana na maumivu aliyokuwa nayo. Watu walifika kwenye eneo la tukio na kumkuta Karen akiwa katika hali mbaya sana. Kwa kustasita, Karen alitamka maneno machache ya mwisho kwamba, "Mpelekeeni mama yangu zawadi hii, mwambieni nampenda sana." Kisha akakata roho. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 37 imeandikwa, akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote." Mafarisayo walikuwa na sheria nyingi, takribani sheria 600, na mara kwa mara walikuwa wakijaribu kuchambua ipi iliyo ya muhimu kuliko nyingine. Kutokana na mkanganyiko uliokuwepo, mmoja wa wakuu wa sheria akaazimu kumuuliza Yesu swali juu ya sheria iliyokuwa kuu kuliko zote.
Yesu alimjibu kwa kunukuu mafungu kutoka kitabu cha Torati sura ya 6 mstari wa 5 na Walawi sura ya 19 mstari wa 18, akimwambia kuwa kwa kutimiza sheria hizi mbili, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na mpende jirani yako kama nafsi yako, mtu atakuwa ametimiza zote. Mpendwa wangu, tunapaswa kumpenda Mungu kikamilifu. Akili zetu zote, hisia zetu zote na maisha yetu yote yanapaswa kuonyesha kuwa tunampenda kwa dhati, wala sio nusu-nusu. Ukimpenda Mungu kwa dhati, kile akitakacho utakifanya bila shuruti. Upendo wake kwetu hauna kipimo. Uhai wake alioutoa bure kwa ajili yetu, na kila aliyemwamini ameahidi uzima wa milele. Hivyo ukimpenda leo utajisalimisha kwake, naye atakuwezesha kuishi maisha ya ushindi. Ukimpenda hautakubali dhambi ikutawale. Ukimpenda hautaishi kama mtu wa ulimwengu huu, bali kama mshindi unayejiandaa kurithi ufalme wa mbinguni. Upendo utakubidisha kumtii na kufanya yale yanayompendeza. Sasa nakupenda Yesu wangu kuzidi pia. Iwe ni nia ya moyo wangu na wako pia. Asante msikilizaji wangu kwa kuendelea kufuatilia simulizi mbalimbali za watunzi wa nyimbo za Kristo. Mimi ni Bukerebengerera.